Ujumbe wa dharura kwa God Bless Lema kumuhusu Humphrey Polepole umewaliza wengi nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe. Taharuki, simanzi na mshangao vimetanda mtandaoni kufuatia ujumbe waliyekuwa mbunge wa Arusha mjini kupitia Chadema kwa jina God Bless Lema uliolenga moja kwa moja aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole. Kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii, Lema alituma ujumbe uliojaa hisia, huzuni na taswira ya hofu kuhusu usalama wa mwanasiasa huyo ambaye kwa muda mrefu amekuwa kimya machoni pa umma. Ujumbe huo uliosambaa kwa kasi katika mitandao ya kijamii umeonekana kama simulizi ya majonzi na tahadhari, huku wengi wakihisi kwamba Lema alikuwa akizungumzwa kwa huzuni kubwa kuhusu jambo zito lililomhusu Polepole. Lema alionekana kumkumbusha Polepole safari yake ya kisiasa, hasa kipindi ambacho alijitokeza hadharani kuomba msamaha na kukiri makosa nyuma aliyofanya alipokuwa sehemu ya mfumo wa utawala. Hatua hiyo ya toba iliwahi kuonekana kama mwanzo wa maisha mapya ya kisiasa kwa Polepole, ambaye aliwahi kuwa mmoja wa wasemaji wa chama tawala CCM kabla ya kujitegemea na kujitenga na mfumo huo. Lema alionyesha imani kwamba toba ya Polepole ilikuwa hatua ya kipekee ya ujasiri, ishara ya mtu aliyepata mwamko wa kiroho na kisiasa na ambaye alikuwa tayari kuanza ukurasa mpya wa kupigania haki na ukweli. Na hata hivyo, sauti ya huzuni ndani ya maneno ya Lema haikuepukika. Alionekana kushuku kuwa huenda jambo baya lililomhusu Polepole limefanyika, aliliozua tafrani mitandaoni. Watumiaji wa mtandao wa X, zamani Twitter, walifurika kutoa maoni, wengine wakiwa na hofu, wengine wakitaka ufafanuzi na wachache wakihisi huenda Lema alikuwa akitoa onyo la kiroho au kisiasa. Maneno ya lala salama yaliyoandikwa ndani ya ujumbe huo yalitafsiriwa na wengi kama ishara ya hofu ya kifo au tukio la kutoweka kwa mwanasiasa huyo. Kwa miaka ya karibuni, Humphrey Polepole amekuwa akiishi maisha ya chini kwa faraga, akiepuka midahalo ya kisiasa hadharani. Wengi wanamkumbuka kama mwanasiasa mahiri mwenye hoja nzito na anayejua kujenga hoja kwa ustadi mkubwa. Baada ya kumaliza kipindi chake cha ubalozi, alionekana kugeuka zaidi maisha ya utulivu, hatua iliyowaacha wengi wakiwa na maswali mengi kuhusu mwelekeo wake wa kisiasa. Ujumbe wa Lema kwa upande mwingine umechukuliwa na wachambuzi wa siasa kama tahadhari kuhusu hali ya haki na usalama nchini Tanzania. Wengine wanasema kuwa Lema alikuwa akitumia sauti yake kufikisha ujumbe mpana wa kisiasa, ule wa kutokomeza uoga, kudai haki na kuwakumbusha wananchi kwamba mabadiliko ya kweli yanahitaji ujasiri. Mjadala unaoendelea mitandaoni unaonyesha jinsi siasa za Tanzania zinavyoendelea kuwa na mvuto wa kihisia, hasa pale viongozi wa zamani wanapoguswa na matukio ya kisiasa au kijamii. Ujumbe wa Lema umeonekana kama mwito wa kutafakari hali ya taifa, ambapo haki, uadilifu na utu vinaonekana kupoteza nafasi katika mfumo wa sasa wa uongozi. Hadi sasa kuna taarifa rasmi kutoka kwa familia ya Humphrey Polepole wala vyombo vya habari kuhusu hali yake. Hata hivyo, ujumbe huo wa Lema umeendelea kuwa gumzo kubwa, ukitafsiriwa na wengi kama ishara ya mapambano ya kisiasa yanaendelea kimya ndani ya Tanzania. Kwa habari zaidi na uchambuzi wa kina kama huu, endelea kufuatilia Kenyascope, sauti yako ya ukweli na undani wa matukio makubwa ya Afrika Mashariki.